Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwa nafasi aliyotupa. Ninamshukuru Mungu sana sana sana. Hakika Mungu ametupa nafasi. Tumekusanyika tena kwa jina kuu la Bwana Yesu, tukiwa na imani kabisa ndani yake Mungu na kwenye neno lake na ahadi zake ambazo ni amina na kweli kwenye maisha yetu sisi wanadamu. Ninakukaribisha. Mungu ametupa nafasi hii. Tuna ibada ya kujifunza neno la Mungu lilo hai, lenye nguvu, lenye uweza, ambalo katika neno hili amesema tunapomlilia analituma neno lake, na hili neno linatutoa katika maangamizo yetu yote. Na kwa kuwa Mungu si mwanadamu hata aseme uongo, basi neno hili tunalokwenda kujifunza, yeye Mungu yupo kulisimamia ili lipate kututoa katika maangamizo yetu yote. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa sana. Neno la Mungu ni uzima, neno la Mungu li hai, neno la Mungu ni taa. Haleluya. Neno la Mungu linatupa maarifa, kwa sababu asema Bwana, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Yamkini unaomba sana, yamkini unatumika sana, lakini maarifa ukikosa maarifa ni huwezi kupiga hatua, huwezi kwenda utukufu hadi utukufu, huwezi kwenda imani hadi imani. Lazima maarifa ya neno la Mungu yaingie kwenye maisha ya mwanadamu, ndipo mwanadamu maisha yake yatabadilika. Na ndipo hata mtu anaondoka kuishi kidini, anaanza kuishi kwa imani ambayo inajengwa na msingi wa neno la Mungu, ambayo hii imani inaojengwa na msingi wa neno la Mungu huwezi kutikiswa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Imani yote inaojengwa kwenye msingi wa neno la Mungu inakupa kuchambua, itakujulisha ni wapi ukanyage, wapi usikanyage. Na ndio maana Mungu anasema neno lake ni taa. Basi Mungu akupe utulivu. Tafunga macho yako, nifungue ibada hii kwa maombi. Baba, anasema asante kwa maana umetusikia. Asante kwa maana uko pamoja na sisi. Asante kwa maana uko tayari kutuhudumia kupitia neno lako. Roho Mtakatifu wa Mungu, asante. Asante Roho Bwana. Endelea kuhimiza mioyo yetu na kujenga kiu ya neno lako ndani yetu, kwa maana neno lako li hai. Neno lako ni uzima. Na ndio maana umesema hatutaishi, mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa chako. Baba, umetupa sisi nafasi hii, na sisi tunaipokea. Tumekubali kuwa wanafunzi wako Bwana Yesu. Tumekubali kuwa wanafunzi wako. Roho Mtakatifu wa Mungu, ukatufundishe, ukatuishe, ukatusaidie. Na maarifa yako Bwana yakaingie kwenye maisha yetu katika jina la Yesu. Mungu uonaye mioyo, umeona mahitaji ya kila mmoja wetu, na ndio maana umelituma neno hili Bwana, lipate kututoa katika maangamizo yetu yote. Lipate kutupa uhai na uzima na kutupa tumaini jipya. Na Roho Mtakatifu upo kwa ajili ya kulisimamia. Baba, katika jina lako takatifu tumekusanyika. Baba Mungu, tunatubu kwa ajili ya dhambi zote tulizozifanya, ambazo tunazijua na tusizozijua. Tunajua jambo moja tu, kwa mawazo yetu tumekukosea, kwa maneno yetu tumekukosea Baba, kwa matendo yetu tumekukosea, kwa kuto kutimiza mapenzi yako tumekukosea, kwa kuifanya kazi yako kwa ulegevu chini ya kiwango ulichokikusudia tumekukosea Baba. Tunaomba damu yako ipate kututakasa, ipate kutufinyanga na kutufanya watakatifu Baba, katika jina la Yesu. Damu ya Yesu yenye kutuhesabia haki sisi wanadamu ikaingie sasa kwenye kila eneo la maisha yetu. Mungu, kama kuhani wako ninazama kwenye damu yako takatifu. Ninasema asante Bwana. Nimesimama katika nafasi ambayo Mungu umenisimamisha wewe, kwa neema yako iliyokuu isiyopunguka. Baba, nasema asante. Asante kwa ajili ya watoto wako wa Bwana. Ukamsamehe kila mmoja na kumtakasa kila mmoja kwa damu yako takatifu. Ukamrehemu, samehe nyumba zao, samehe ardhi walizopo, samehe miji na mataifa Bwana Yesu tuliopo, tuliotoka, takaoingia. Samehe Bwana Yesu wao na kizazi chao na nyumba zao na familia zao na ndugu zao wote Bwana. Waoshe kwa damu yako, watakase kwa damu yako. Baba Mungu, ninatubu kwa ajili ya kizazi hiki. Ukirehemu kizazi hiki Bwana. Samehe kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Damu yako Yesu ipate kupita katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Roho Mtakatifu wa Mungu, pita
kwenye nchi, kwenye ardhi. Pita Roho wa Bwana, kwa damu ya Yesu pita. Pita Roho Mtakatifu, dhihirika kama nguvu ya Mungu yenye kutuokoa sisi wanadamu. Ninaufungulia ufalme wa Mungu kwa jina la Yesu. Kama ulivyofunguliwa mbinguni, ninaufungulia duniani kwa jina kuu la Bwana Yesu. Ufalme wa Mungu uje hapa duniani kama uko mbinguni, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Na ninaufunga ufalme wa giza kama ulivyofungiwa mbinguni, na mimi ninaufungia kwa jina la Yesu Kristo hapa duniani, na kuutamkia umeshindwa kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu, kwa damu ya Yesu Kristo agano jipya, ninaichota damu ya Yesu na kumwaga katikati yetu sisi watoto wa Bwana Yesu na shetani Lucifer na mawakala wake wote. Kwa jina la Yesu, damu ya Yesu ikasimame kama ukuta wa moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Damu ya Yesu Kristo ya agano jipya ikasimame kama ukuta wa moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu, ikazunguke maisha yetu yote. Chochote ambacho sio kusudi la Mungu kisipite kwa jina la Yesu. Roho Mungu, asante. Asante Bwana, neema yako yatosha. Sema nasi kama ulivyokusudia, na neno lako ili Mungu likatue kwenye nyumba za watoto wako, kwenye mioyo yao, kwenye nafsi zao, kwenye kila hatua ya maisha yao. Neno hili Bwana Yesu, kama ulivyokusudia, kila ambacho umelituma likatimize. Na Mungu umesema halitakurudia wewe bure. Na mimi nasema asante kwa neno linaloanguka kwenye mioyo yetu. Roho Mungu likajiandike kwa kalamu ya wino wako kwenye vibao vya mioyo yetu, katika jina la Yesu. Aliye mgonjwa anapokutana neno ili akapone sasa. Mioyo iliyovunjika ikapate kufunguliwa na kuponywa kwa jina la Yesu Kristo. Mioyo iliyojeruhiwa ikapate kupata faraja sasa kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mungu lisimamie neno lako. Lisimamie neno lako ukalitimize kwa miujiza na maajabu ambayo limeambatana na neno lako, sawa sawa na ahadi ya neno lako katika jina la Yesu. Utukufu na heshima vyote ni vyako Mungu wa majeshi. Hatustahili kugusa hata sehemu ya utukufu wako, na shukrani zote Baba zikurudie wewe, Mungu wangu na Baba yangu, mwenye nguvu na uweza, mtakatifu wa watakatifu, Mungu katika Kristo Yesu, katika jina la Yesu. Baba, tupe kulipokea neno lako kwa imani na sio kisheria na sio kidini, kwa maana Yesu Kristo mwana wa Mungu, wewe unaishi kwenye neno lako. Hauishi kwenye dini yoyote, bali kwenye neno lako lo hai, katika jina la Yesu Mwokozi. Na wewe Kristo ndiye neno la uzima. Umeshuka kwetu, tunauona utukufu wa Mungu sasa. Haleluya, utukufu wa Mungu sasa. Haleluya, utukufu wa Mungu unaonekana. Baba, nasema asante. Asante kwa malaika zako waliolibeba jina lako Yesu na damu yako, walioshuka kwa ajili ya kutuhudumia, walioshuka na baraka zetu, na uona utukufu wako Mungu katika jina la Yesu. Amen. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu azidi kuinuliwa. Basi ujumbe ambao Mungu ametupa leo hii unasema ya kwamba kwa mtoto wa Mungu, hata kama una sababu ya kukosewa na adui, lazima usamehe na kuachilia. Hata kama una sababu ya kuto kusamehe, ni lazima usamehe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na kwa nini Mungu amenipa ujumbe huu? Mungu amenipa ujumbe huu kwa sababu Roho wa Mungu amenionyesha jinsi kanisa ambavyo hawapati upenyo juu ya yale wanaomuomba Mungu. Hawapati upenyo kwa habari ya Mungu kuingilia vita vyao. Umekuwa ukiomba sana, umekuwa ukifunga sana, umekuwa yamkini ukimtumikia Mungu sana, lakini unaona vita vyako kama vile Mungu hapigani. Basi lisikie neno la Bwana hili. Mungu amekuja leo, Roho Mtakatifu, kukupa maarifa. Na pia Mungu ameona yeye Mungu hapati mlango wa kuingilia kati vita vya watoto wake. Kwa sababu gani? Kanisa limekumbatia vita hivi, linashindwa kumwachilia Mungu, linashindwa kuachilia vita kwenye mikono ya Mungu, linashindwa kuachilia kisasi kwenye mikono ya Mungu. Sasa neno hili ikiwa utalifuatilia, litakwenda kubadilisha kabisa historia ya maisha yako. Na Roho Mtakatifu wa Mungu yupo katikati yetu kwa ajili
ya kutusaidia kulielewa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wakolosai 3 mstari wa 13. Wakolosai 3 mstari wa 13, neno la Mungu linasema, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake. Mkichukuliana na kusameheana. Amen, kuna koma pale. Mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake. Kwa hiyo mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, bado yampasa tunatakiwa tuchukuliane na kusameheana. Mungu anatuambia ya kwamba hata kama unayo sababu, Mungu anajua kabisa una sababu. Unayo sababu ya kumlaumu mtu, unayo sababu ya kufanya labda usimsamehe mwenzako, ya kupasa kuchukuliana naye hata kama una sababu. Neno la Mungu linasema ya kupasa kusamehe na kuchukuliana naye. Lisikie neno la Bwana. Mungu anajua unayo sababu kabisa. Na kuna mwingine sasa hivi unasema moyoni mwako, hujui walichonifanyia, hujui walivyoniumiza. Mungu anajua unayo sababu, lakini embu liamini neno la Bwana. Chukua hatua ya kumwamini Mungu. Mungu anajua unayo sababu ya kukufanya uwachukie. Mungu anajua unayo sababu. Inawezekana umeumizwa sana, inawezekana umeaibishwa sana, inawezekana wamekutesa sana, inawezekana wamekukalia vikao, wamekusimanga sana, na wengine hata uliwasaidia lakini bado wamekugeuka, wamekufungulia vinywa vyao sana. Una sababu na nyingi na nyingi, na nyingine inawezekana ni kubwa zaidi ya hizi. Sasa Mungu anasema anajua, anakujua, najua mwanangu una sababu, unayo sababu kabisa, lakini umsikie yeye Bwana. Leo hii Mungu anakuambia samehe, achilia, ili umpe yeye Mungu nafasi akupiganie vita vyako, na wewe utashangaa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 20 mstari wa 5b. Ukisoma pale mstari wa 5b utaona ya kwamba neno la Mungu linasema, Bwana akawaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Mungu. Hawa walikuwa wamezungukwa na jeshi kubwa mno, na likawa linawaingizia hofu na utisho, lakini Mungu asema kwa sauti ya neno lake hili leo hii, wewe ambaye unaona, unisikilize mtoto wa Mungu. Yawezekana unaona ni jeshi kubwa limejenga vita na uadui juu yako. Uadui mwingine hata unapotokea haujui. Wengine wanakuchukia, hujui kwa nini wamekuchukia. Lisikie neno la Bwana. Hata wao wanaokuchukia, kuna wengine hawana hata sababu ya kukuchukia, lakini wanakuchukia tu. Wengine wanakuchukia kwa sababu wanaona baraka, wanaiona nyota yako, wanaona jinsi Mungu anavyokubariki na kukupenda. Wanajenga chuki. Na yoyote anayejenga chuki ni agenti wa shetani, ni ameingiwa na roho ya uadui. Roho ya shetani iko ndani yake. Sasa kuna kanuni katika ufalme wa Mungu. Mungu anasema hivi, katika ufalme wake yeye, watoto wake yeye hawapigani. Yeye Mungu anaingilia vita yako. Yeye Mungu anakupigania. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na hata kama kuna vita ambayo unapigana nayo, kumbuka neno la Mungu linasema nini? Kupigana kwako wewe si juu ya damu na nyama. Amen. Kupigana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kupigana kwa watakatifu wa Mungu ni katika ulimwengu wa kiroho. Usishindane na mtu kwa maneno. Usishindane na mtu kwa damu na nyama. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yamkini huyo anayekujia katika mwili wa damu huu physically amesha kushindwa katika ulimwengu wa kiroho. Amejua kabisa kwamba ulimwengu wa kiroho wewe hakuwezi. Sasa anachofanya, anakujia katika ulimwengu wa kimwili. Sasa akikujia katika ulimwengu wa kimwili, na wewe ukishindana naye kwa maneno, kwa matusi, kwa kununiana, kwa kulipa mbaya kwa baya, laana kwa laana, kusemana mabaya, unamkosea Mungu wako. Na ukimkosea Mungu,
Kumbuka dhambi inatutenga na uso wa Mungu. Ukimkosea Mungu, ulinzi wa Mungu unatoka kwenye maisha yako. Sasa adui hicho ndicho anachokitafuta. Amesha kushindwa katika ulimwengu wa kiroho. Anachostaka sasa ule ulinzi wa Mungu uondoke kwenye maisha yako. Kwa anasema nitamfuatia katika damu na nyama kwa mwili sasa. Sasa akikukuta nawe huna neno la Mungu ndani yako, Roho wa Mungu anakuambia mwanangu nyamaza, lakini moyo wako unasema hapana, hili lazima nijibu tu. Yaani hili lazima nijibu, siwezi kunyamaza. Yaani hili lazima watanijua. Sasa Roho wa Mungu anakuambia nyamaza. Nyamaza, samehe, nyamaza, mwambie Mungu nimesamehe, nimenyamaza. Hivi vita pigana, mkabidhi Mungu vita vyako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa tumesoma Mambo ya Nyakati wa Pili. Sasa adui akishaona kwamba ulinzi wa Mungu umeondoka ndani yako, sasa wewe ushaingia kimwili sasa. Roho wa Mungu naye anakaa pembeni, anakuangalia. Sasa ukishafikia maanguko sasa, Roho wa Mungu anakuambia mwanangu nilikuonya, lakini ukutaka kusikia. Ona sasa. Maana neno la Mungu linasema ukionywa mara nyingi, ukishupaza shingo inafanya nini? Inavunjika. Sasa Bwana akawaambia hawa wale ambao walikuwa wamezungukwa na jeshi kubwa, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili. Ni jeshi gani unaliona? Ni vikao gani vinakukalia? Na wengine ni watu kabisa wa karibu. Nakumbuka uadui huwa hautokagi mbali, kwa sababu uadui wa mbali hauwezi kukuumiza. Yaani mtu wa mbali, ukikutana na mtu barabarani akikupiga hata kikumbo, unaweza ukamwambia mbona umenipiga, lakini pale pale mtaachana naye. Anaendelea na mambo yake, humjui, yeye hakujui. Lakini uadui unaotoka karibu, na ndio maana shetani ni mjanja sana. Anatumia watu wa karibu. Tukumbuke wapendwa, shetani ni roho. Hawezi kufanya kazi hapa duniani kwa kisheria, kwa uhalali bila mwili. Kwa hiyo anatafuta mtu wa karibu, anamuingia. Ile roho ya adui ikimuingia, roho ya shetani ikimuingia, ndio yule mtu sasa anakuwa makwazo kwa wewe mtoto wa Mungu. Sasa wewe ukishajua kushindana kwangu mimi si juu ya damu na nyama, ninashindana na ile roho iliyoko ndani ya huyu mtu. Wewe ingia kwenye maombi, pambana kiroho, pambana kimaombi. Amuru kama ni uchawi, roho ile ya kichawi ndani ya ule mtu ipate kuondoka. Unaiteketeza ile roho kwa moto la Roho Mtakatifu. Sasa kanisa linachofanya ni hivi. Akimwona mtu amemkosea, unaanza kumwombea ule mtu afe, sijui Mungu ampige afe, sijui afanye nini. Hayo ni maombi ya watoto wachanga kiroho. Bwana Yesu apewe sifa sana. Neno la Mungu linaniambia katika Matendo, kitabu cha Matendo, wakati wakina Paulo wamezungukwa, wale wanafunzi wa Yesu wamezungukwa na uadui, waliingia kwenye maombi wakamwambia, Mungu, Mola, yatazame matisho yao. Na wakati unayatazama matisho yao, tupe sisi watoto wako nguvu ya kusonga mbele, kuendelea kuifanya kazi yako. Haleluya. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa sana. Mwambie Mungu atayatazame matisho yao. Haleluya. Mwambie Mungu sisi tumesamehe. Stefano alipigwa mawe mpaka dakika ya mwisho. Na dakika ya mwisho alisema, Baba Mungu wasamehe. Wasamehe. Unaposema hivyo, Mungu wangu, nimewasamehe. Nimewasamehe Mungu, nimewaachilia maadui zangu. Shughulika wewe Baba. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anaingia kazini. Unisikilize mtoto wa Mungu. Yawezekana ni jeshi kubwa limejenga vita na uadui juu yako. Mpaka kuna wakati unajiona upo mwenyewe kama aliyeachwa kabisa. Mungu amenituma leo nikwambie, amenituma. Lazima utambue kwanza, vita si yako bali ni ya Bwana. Amen. Na kisasi si juu yako bali ni juu ya Mungu. Sasa unapoendelea kung'ang'ania hiyo vita kimwili, kuwahifadhi watu moyoni mwako, jua leo unamzuia Mungu kufanya kazi. Unamzuia Mungu kufanya kazi, kuingilia kati hiyo vita. Samehe, achilia. Samehe, achilia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mungu anakaa pembeni.
kwa sababu umeingangania hiyo vita. Ndio maana vita yako unaiona haishi, unaiona inakaa muda mrefu, unaona kama Mungu amekuacha, amekaa kimya, hakupiganii. Kwa sababu ufalme wa Mungu una kanuni, na Mungu ana kanuni za kutenda kazi na wanadamu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mungu ana kanuni na utaratibu wake wa kutenda kazi na wanadamu. Anataka usamehe kwanza na kuachilia. Kuachilia manake watoe hao watu kwenye moyo wako, watoe. Yaani mwisho wa siku hao ni wanadamu, hata hawana mbingu. Unisikilize. Wazazi wetu waliishi, maadui walikuwepo. Na kuna wengine wazazi wetu wamekufa na maadui bado wapo. Hata we utaishi, uadui utakuwepo na uadui utauacha. Umenisikia? Acha kuwahifadhi wanadamu kwenye moyo wako. Mwanadamu hana mbingu. Muhifadhi Yesu kwenye moyo wako. Haleluya. Muhifadhi Yesu ambaye yeye ndiye kimbilio, jiwe kuu la pembeni. Limekuwa jiwe kuu kwetu sisi tunaolikimbilia, ni jiwe la kuokoa. Lakini kwa wengine limekuwa ni jiwe la kuwakwaza na kuwasaga saga. Muhifadhi Mungu na neno lake kwenye moyo wako. Usihifadhi mwanadamu. Hana mbingu. Ni kama maua tu mwanadamu. Leo yupo, kesho hayupo. Amen. Ndivyo neno la Mungu linavyotuambia. Mwanadamu maisha yake ni kama maua. Leo linachanua, kesho linanyauka. Yamkini leo wanajiona wanachanua na wanataka wajiinue kwenye mbele zako, wanataka wakukandamize, lakini kumbuka ni maua tu. Kesho yapo, leo yapo, kesho hayapo. Kwa hiyo muhifadhi Yesu kwenye maisha yako. Haleluya. Ukimuhifadhi Yesu kwenye maisha yako, nuru yake Kristo itaangaza. Amen. Inapoangaza pande zote, ndipo watakapotambua ya kwamba hakika ni Yesu yuko kwenye maisha ya Mama El. Hakika ni Yesu, kwa sababu lazima watayaona matokeo ya Mungu maishani mwako. Lazima. Yoyote ambaye Yesu anaingia kwenye maisha yake, lazima historia ya maisha yako ibadilike. Soma neno lako vizuri. Soma neno la Mungu kutoka Mwanzo mpaka Ufunuo. Soma kitabu pia cha Agano Jipya. Usikie habari za Yesu. Alipoingia kwenye maisha ya mtu, alipokutana tu na mtu, historia ya maisha yake inabadilika kabisa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo kusamehe na kuachilia ni kanuni ya Mungu ili aingilie vita vyako. Sasa ukijaribu kuvikumbatia hivyo vita, kuwakumbatia wanadamu, wakati Mungu anauhitaji huo moyo wako sana. Anahitaji moyo wako, roho yako imtumikie. Imtumikie yeye Mungu, imwabudu yeye Mungu, ikiwa safi kabisa, haina uchungu, haina hasira, ikiwa takatifu, kwa sababu yeye Mungu ni mtakatifu, na amesema iweni watakatifu kama mimi Mungu nilivyo mtakatifu. Sasa anapohitaji moyo wako, roho yako, umtumikie, umwabudu yeye, umuishie yeye. Kila anapokuja anakuta una uchungu, anakuwa haingii. Anakukuta una hasira, anakukuta si umemhifadhi nani huko, si umemhifadhi nani aliyekukosea miaka 3 iliyopita, mwingine tena akaja mwaka mwingine. Unisikie mtoto wa Mungu, vita ni vya Bwana. Tambua leo mtoto wa Mungu, hata kama unampenda Mungu au unamtumikia Mungu, usiposamehe ni ngumu sana kwa Mungu kupigana upande wako. Hawezi kupigana upande wako, kwa sababu Mungu hawezi kwenda kinyume na neno lake. Na shetani analijua hili, kwa sababu shetani anajua neno la Mungu sana. Anajua, na ndio maana huwa anajaribu yani analitumia neno la Mungu kuwajaribu watakatifu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Shetani anajua nguvu iliyopo ndani ya msamaha, na ndio maana kila unapotaka kusamehe anakuwekea kama yani wewe utaonekana mjinga. Utaonekana mjinga sana. Yani hata hili limekuumiza hivi, unataka uliachie. Ndio anakuwekea sauti hii shetani. Anakuwekea sauti ndani yako. Yani hapana. Unageuka kitandani huku, unageuka huku, usingizi hauji, unageuka huku, unamwaza mtu mwanadamu, unashindwa kumwaza Mungu, wakati neno la Mungu lasema katika Zaburi 4, tafakarini neno la Mungu vitandani mwenu. Bwana Yesu apewe sifa sana.
Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa shetani anajua nguvu iliyopo ndani ya msamaha kwa watoto wa Mungu. Kwa hiyo anachokifanya ni kukuletea vikwazo, mafarakano, uchungu, kuumizwa kila wakati, ili wewe kila wakati ukwame, usiende mbele. Kila wakati ukwame, usisonge mbele. Kwa sababu shetani ni roho, nimekwambia, anatumia mwili. Kwa hiyo anaweza kutumia mwili wowote ule, akiukuta uko wazi, hauna ulinzi wa Mungu, anaingia. Akiingia ndo unakuta mtu yoyote, ofisini kwako, nyumbani kwako, watoto wako, makwazo. Lakini ukijua kushindana vita hii kiroho, ukilijua neno hili, unapokutana na jaribu la makwazo, na kuumizwa, na kusengenywa, na kuchukiwa, na kukaliwa vikao, piga magoti. Amen. Piga magoti, mwambie Mungu, ninakushukuru kwa maana hata walioyasema gizani umesema yatakuwa wazi, kwa sababu neno la Mungu linasema hakuna litakalo nini, litakalo sitirika. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ninakushukuru Mungu, mimi nimewasamehe kwa sababu hawajui wanalolitenda. Na kweli hawajui wanalolitenda, kwa sababu wangejua wanayemnyoshia kidole ni Masihi wa Bwana, wangejua wanayemnyoshia kidole ni mboni ya jicho la Mungu, wangejua kwamba wanayepigana naye ni Mungu mwenyewe. Na ndio maana Mungu anasema watumishi wangu ni miali ya nini? Ni miali ya moto. Na hapa ninazungumzia kwa yoyote aliyemwamini Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, akaamua kumfuata Yesu, akaamua kuishi kwa neno la Mungu, akasema sasa Mungu, mimi ninaamua kuishi na wewe, unahesabiwa haki. Tunahesabiwa haki bure kwa njia ya imani katika nini? Katika damu ya Yesu. Sasa mtu kama huyu mwenye haki wa Mungu, Mungu anamuita mwenye haki wake, anaponyoshewa kidole, pale pale Mungu anakuwa anashuka, kwa sababu ni mboni ya jicho la Mungu imenyoshewa kidole. Sasa sisi tunachokosea, tunamsaidia Mungu. Mungu hahitaji msaada wetu. Hahitaji msaada wetu. Amen. Hahitaji msaada wetu katika kupigana. Yeye ni Mungu muumba wa mbingu na nchi na vyote vionekanavyo na visivyoonekana. Hata shetani silaha anazotumia Mungu ndiye ameumba. Kwa hiyo Mungu anataka leo hii usamehe na kuachilia. Upendo wa Kristo uingie ndani yako. Haleluya. Mungu uliyempokea, Yesu uliyempokea ni upendo, na ndio maana alikupenda akautoa uhai wake. Sasa ule upendo upate kukaa ndani yako katika jina la Yesu. Machungu na ghadhabu zote, neno la Mungu linatuambia viondoke kwenye mioyo yetu. Asema Bwana, iweni watakatifu kama mimi Mungu nilivyo mtakatifu. Kitabu cha Wakorinto wa pili, mlango wa 2 mstari wa 11, neno la Mungu linasema shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Ndio hizo fikra ninazokuambia kwamba ameona katika ulimwengu wa kiroho hakuwezi, sasa anakupata katika ulimwengu wa kimwili. Na adui mjanja sana. Unajua tunapoishi hapa duniani, hata sasa hivi naweza nikaa naongea hivi, lakini kuna watu labda wamekaa vikao wananisema vibaya. Sasa kama mimi siyasikii vile vitu, haviwezi kuniumiza kwa sababu wanasema huko sisikii. Sasa shetani anachohakikisha ni hichi, kwamba atamtoa mmoja wao pale, atakuletea wewe habari. Yaani lile neno kwa nini lisiishie tu juu juu? Si wanasema tu maneno yapo wanasema. Sasa kwa nini lisiishie tu juu juu na wewe ukiomba zako Bwana Yesu nafuta maneno? Lakini shetani anachofanya ili ujue kwamba hii ni mbinu yake shetani, kwamba atahakikisha kile unachosemwa kikufikie. Kwa nini? Ili moyo wako uumie. Kwa nini? Ili ufarakane na Mungu wako. Kwa nini? Ili ulinzi wa Mungu uondoke. Kwa nini? Ili aingie na kukuvamia kwa urahisi. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana kanisa. Mungu anachotuambia leo hii ni hichi. Hata kama una sababu inayokuambia moyoni kwamba kwa kutendewa hivi huwezi kusamehe, mwambie shetani, ninayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Mungu anasema samehe na kuachilia, halafu umuone yeye Mungu anavyofanya kazi.
Utamuona Mungu anavyofanya kazi. Ninakwambia utamuona Mungu anavyofanya kazi. Nimelishuhudia na kulihakikisha, hili ni amina na kweli. Bwana Yesu apewe sifa sana. Warumi 12 mstari wa 20, neno la Mungu linasema, lakini adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe. Maana ufanyapo hivyo utampalia makaa ya moto kichwani pake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ufanyapo hivyo ndivyo unavyompalia makaa. Hakuna kitu kinachomuumiza mwanadamu kama unapomfanyia mwenzio mabaya afu yeye anakulipa mema. Yaani wewe unakazana tu na ubaya wako lakini anakulipa mema. Nikwambie ile tayari ni adhabu tosha unayompa yule mtu. Ni adhabu tosha unayompa yule mtu. Na neno la Mungu linasema unapofanya hivyo, akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe. Unapofanya hivyo ndipo unampalia makaa. Kwa hiyo ili uone Mungu anakupigania, usilipe kisasi, samehe, achilia. Akiwa na shida huyo adui, msaidie. Ili apate kujua kwamba yupo Mungu kwenye maisha yako ambaye anaweza kumlisha hata yeye. Ambaye anaweza kumtatulia hata shida zake yeye. Ili apate kuyashuhudia matendo ya Mungu maishani mwako, msaidie. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mlishe, mnyweshe. Na ndio maana Mungu amesema hivi katika Zaburi 23, nitaandaa meza machoni pa watesi wako. Yaani watu waliokutesa afu Mungu anaandaa meza, wanakula. Kwa hiyo usimwombee adui yako afe. Hayo ni maombi ya kitoto sana. Muombee adui yako aishi ili auone wema wa Bwana maishani mwako. Ili aushuhudie wokovu wa Mungu maishani mwako. Muombee maisha marefu. Mwambie Mungu waweke hai wote na vikao vyao vyote yani waweke hai ili wote waone na kutambua ya kwamba ni mkono wa Bwana ndio ulionitendea haya. Ya kwamba ni yule Mungu niliyemtumaini katikati ya vidole vyenu kuninyooshea. Katikati ya maneno yenu na laana zenu mlizonitupia. Nilingangana na Bwana. Nilingangana kwenye msalaba wa Yesu. Nilingangana na pindo la vazi ya Yesu. Machozi yangu nilimlilia Mungu. Usilie kwa sababu ya mwanadamu. Usimlilie mwanadamu. Lia ukipiga magoti, sujudu kwa Mungu, mlilie Mungu. Mwambie Mungu, wewe waona, wewe wajua, hakuna lilojificha kwako Bwana. Hakuna gumu kwako Bwana. Nakwambia ni swala la muda tu itadhihirika. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo kumbe unapomfanyia mema adui, sisi tunaona ni kama tunajidhalilisha. Kumbe vile ndivyo unampalia nini? Makaa. Sio mimi niliyesema. Ni Warumi 12 mstari wa 20, neno la Mungu linasema, adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe, maana ufanyapo hivyo utampalia makaa ya moto kichwani pake. Usilipe kisasi mpendwa, samehe, achilia. Na kuachilia utajuaje umeachilia? Kuna watu hadi leo wakikutana na maadui zao mioyo inapasuka pa. Hapana. Mtoe kabisa. Yaani ukikutana naye ni kama umekutana tu na mtu wa kawaida, ni hewa. Umekutana hewa tu. Moyo wako usipasuke. Moyo wako muabudu Mungu. Amen. Amen. Na Mungu atusaidie sana. Roho Mtakatifu atusaidie sana. Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 3 mstari wa 9. Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 3 mstari wa 9, neno la Mungu linasema hivi: watu msiolipa baya kwa baya au laumu kwa laumu, bali wenye kubariki, kwa sababu hayo ndiyo mlioitiwa ili mrithi baraka. Amen. Yaani hayo ndiyo ulioitiwa ili turithi baraka. Ili turithi baraka, tusilipe baya kwa baya. Tusilipe laumu kwa laumu, bali tuwabariki. Amen. Unashindwa kurithi baraka za Mungu ulizoitiwa kwa sababu tu umeshindwa kusamehe mpendwa. Kwa sababu tu umeshindwa kuachilia. Samehe leo, hata kama una sababu nzito ya kukufanya usisamehe, samehe leo. Na Mungu anajua kabisa una sababu. Kumbuka tulipotoka katika Wakolosai 3:13. Mungu anajua una sababu, sio kwamba anajua hauna sababu. Anajua kabisa una sababu mwanangu, unayo sababu kabisa. Lakini lisikie neno la Bwana, asema Bwana, samehe na kuachilia.
Haleluya. Safisha moyo wako kwa damu ya Yesu. Na kama unaona unashindwa, mwambie Mungu nisaidie. Roho Mtakatifu, wewe ndiye msaidizi, na kuomba unisaidie. Na Mungu ataingia kazini, atakusaidia. Inawezekana. Inawezekana. Yamkini na mambo magumu wamekufanyia. Wameua maisha yako, wameua maisha ya wazazi wako, wametaka usiendelee, wametaka unayoyajua na usiyoyajua. Yupo Mungu asilini. Yupo Mungu asilini. Mwambie Mungu utashughulika nao. Lakini mimi mtumishi wako nisaidie kuwa mtakatifu na kusonga mbele kuifanya kazi yako. Nipe nguvu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kumbuka hili pia, wakati unasamehe, utaonekana kwa wanadamu kama ni kiumbe dhaifu sana na mjinga sana. Lakini wewe usife moyo. Unachojua, nimelitii neno lako Mungu. Nimelitii neno lako Mungu. Na wengine watamkie kabisa, nimewasamehe. Nimewasamehe. Nendeni mkatengeneze na Mungu. Vita si vyangu mimi, vita ni vya Bwana. Yusufu aliwaambia ndugu zake, mlinikusudia mabaya, lakini Mungu aliyageuza kuwa mema. Mungu alinikusudia mema. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na akasema wala msiwe, mimi nimewasamehe. Kwa sababu mimi sio Mungu, nimewasamehe. Lakini embu jifikirie walivyokuwa wanajiona. Yaani walikuwa wanajiona, nafikiri, kama punje ya haradali mbele ya uso wa Yusufu. Kwa sababu hawakutegemea Mungu kwanza atamfikisha pale. Hawakutegemea. Na zaidi ya yote, Mungu aliandaa meza. Aliandaa meza sawa sana. Zaburi 23 ilitimia kwamba machoni pa watesi wako mimi Mungu nitaandaa meza, ili wapate kula huku wanainama hivi, hawakuangalia usoni. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ili yale mashimo waliochimba wanatumbukia wenyewe. Mitego waliotega inawanasa wenyewe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Zaburi ngapi hiyo? 35. Mungu anashika ngao na kigao. Anateta na wanaoteta na wewe. Anaweza kuteta na wanaoteta na wewe. Anaweza kupigana na wanaopigana na wewe. Zaburi 35 hiyo. Anaweza kushika ngao na kigao. Anaweza kutuma malaika zake walifuatie hilo jeshi. Anaweza Mungu. Lakini kwa nini haumpi nafasi? Kwa nini haumpi nafasi? Yeye anachohitaji ni moyo wako tu, upate kumwabudu na kumtafuta yeye kwa bidii na kumtumikia yeye. Uishi sawa sawa na neno lake na umuone Mungu akifanya kazi maishani mwako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka, unaposamehe utaonekana kama kiumbe dhaifu mbele za wanadamu na kiumbe mjinga sana mbele za wanadamu. Lakini katika ulimwengu wa roho, kilichofanyika ni kitu kikubwa sana. Mbingu zinakuwa upande wako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Malaika wa Mungu wanakuwa upande wako kukupigania. Kwa sababu nini? Umelitii neno la Mungu. Na malaika wa Mungu, neno la Mungu linaniambia, wapo kwa ajili ya kuitii sauti ya neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na kwa Mungu aliye hai, aliyekuagiza haya, utakuwa na thamani kubwa. Na mbingu zitakuwa upande wako kukutetea. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa kama umelisikia neno hili na umelipokea, mambo ambayo Roho Mtakatifu anataka tuyafanye. Kama umelisikia neno hili na kuliamini na kulipokea, tenga siku hata moja ya kufunga na kuomba. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na kuomboleza na kutubu. Kutubu maana yake kuomba msamaha kwa Mungu kwa maombolezo. Kwa dhambi ya kutokusamehe, kwa dhambi ya kuwahifadhi watu kwenye moyo wako na kutowaachilia, kwa dhambi ya kupigana wewe hivyo vita badala ya kumtumaini Mungu, kwa dhambi ya kutokumwangalia Mungu ukaanza kuangalia wanadamu na vitisho vyao, kwa dhambi ya kusahau ahadi ya Mungu iliyoamina na kweli kwamba Mungu amesema atanipigania, lakini ukatoa macho yako kwa Mungu ukayaangalia mawimbi, ukatoa macho yako kwa Mungu ukaangalia moto, ukatoa macho yako kwa Mungu ukaangalia maji mengi. Kwa hiyo utaingia siku moja ya kutubu na maombolezo na kufunga. Alafu muombe Mungu akusafishe kwa damu yake takatifu. Fuatilia maelekezo haya na utavuka katika hili. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mwambie Bwana Yesu, unisafishe kwa damu yako takatifu. Amen.
Alafu kwa kinywa chako katika maombi haya mwambie Mungu, nimewasamehe na kuachilia. Nimewasamehe Mungu. Hata kama unawasamehe kwa machozi, wasamehe na kuachilia. Ni heri kumtii Mungu kuliko kuwatii wanadamu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wasamehe na kuachilia. Na mwambie Mungu, nimekukabidhi wewe leo hii maadui zangu na kila vita iliyojiinua, inayojiinua na itakayojiinua kwenye maisha yangu. Vyote na kukabidhi wewe Bwana Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Alafu muombe Roho Mtakatifu wa Mungu akusaidie kusahau na kuachilia kabisa. Unaweza mpendwa. Unaweza katika yeye akutiaye nguvu. Na Mungu aliye mwaminifu, aliyopo kulithibitisha neno hili ya kwamba ni lake, limetoka kwake, kwa kinywa hiki, basi Mungu atakusaidia. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaingia kwenye maombi, utatenga mwenyewe siku, utaingia kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kumshukuru Mungu. Baba, 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 Baba yetu, Baba, haleluya Baba, haleluya Baba, tunaita Baba, Baba, Yesu, 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 mwana wa Mungu, Yesu, mwokozi wetu, Yesu, mfalme wetu, Yesu, haleluya, Yesu, wewe ni Mungu Baba, haleluya Baba, haleluya Baba, wa mbinguni Baba, Baba yetu Baba, haleluya Baba, haleluya Baba, haleluya Baba, wewe mfalme, mfalme, Bwana Yesu mfalme, mwenye nguvu mfalme, mwenye haki mfalme, twakuabudu Baba. Baba, twakupa sifa Baba, haleluya Baba. Baba Mungu, nakushukuru kwa kuwa ni mwema na fadhili zako ni za milele. Asante kwa ajili ya neno lako hili Bwana. Asante kwa ajili ya watoto wako wa Baba. Basi Mungu, nakusihi sawa sawa na ahadi ya neno lako ambalo Bwana ipo ndani ya neno hili. Yoyote atakayechukua hatua hii Bwana, Mungu ukamdhihirishie neno lako hili, ukadhihirike kwa ishara na maajabu na miujiza katika maisha yake. Baba, na wafunika watoto wako kwa damu yako takatifu, wape nguvu ya maombi katika jina la Yesu. Pokea nguvu ya maombi na kufunga. Pokea nguvu ya kumtafuta Mungu katika jina la Yesu. Ninaifungulia neema ya Mungu ya msamaha juu ya kanisa lako katika kizazi hiki Baba. Kwa jina la Yesu ninaifungulia neema ya Mungu ya msamaha kwenye mioyo yetu, roho zetu, nafsi zetu, akili zetu, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Roho Mtakatifu wa Mungu, tembea na sisi, tufundishe, tuongoze. Tunayaweza yote katika ututie nguvu, na katika mambo yote Baba tunashinda na zaidi ya kushinda katika wewe ututie nguvu. Na neno lako Mungu li hai, hakuna wa kuwashitaki wateule wa Mungu, kwa kuwa Mungu ndiye mwenye kutuhesabia haki. Basi Mungu, nakushukuru kwa kuwa umwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Baba, nafunika ibada hii na kuendelea kuikabidhi mikononi mwako Roho wa Mungu. Endelea kuifuatilia ibada hii Roho Mtakatifu, na kuwahudumia watoto wako kwa utukufu wa jina lako, katika jina kuu la Bwana Yesu, na kila mmoja wetu aseme amen. Amen. Mungu akikupa kibali, karibu tujifunze neno la Mungu kwa namba hizi: +255 752 622 090, na namba nyingine ni +255 784 625 048. Damu Yesu ikufunike na kutukuatamia katika jina la Yesu. Amen.